Hadithi ya Mwanatozi inatualika kwenye makala hii takatifu inayomhusu kijana mmoja mashuhuri aliyetamani kuigeuza hadithi yake kuwa historia. Kutoka kwenye chumba kilichojaa giza, taharuki, pamoja na maswali mengi yasiyokuwa na majibu halisi ndani mwe, ndipo ilipolala taswira ya kijana mmoja mashuhuri aliyekidhi vigezo vya kulipamba sifa taifa kutokana na kipawa kikubwa alichopewa na Mungu. Uwezo wake, ubunifu pamoja na maarifa vilitosha kabisa kumtoa darasani kuwa mwalimu na kumtambulisha rasmi kwenye game. Kwani wapo waliomuita mkali wa skills, wakaja wakamuita Dodoma Finest, na kabla ya umauti wake kumkuta, wapo vijana wengi waliomtazama kama kioo cha kujifunza kutokana na hadithi bora ya maisha yake. Huyu hapa Emmanuel Mathias, almaarufu MC Pilipili. Mimi mfano mtoto wangu mimi anaitwa Fina, mimi ambaye ndoa yako. Okay. Nikimuaga hata kama yani alikuwa na furaha, huwa anajitahidi sana kulia. Watu wengi sana ambao wamepoteza watu waliowapenda, huwa wanafikiri wakiwa hivi, wakiwa down, wakiwa nini, wanafikiri kwamba huyu mtu kule alipo anajisikia nililia. Lakini vipi tuendelee na hadithi ya Mwanatozi iliyogizani ilhali nuru ya mwanga ingalipo? Ama kweli pema ya jana iliyojaa ushindi pamoja na upendo mkubwa sio sawa na pema ya leo iliyojaa simazi pamoja na majonzi makubwa, mithili ya mwanga wa mshumaa uliozima katikati ya kiza. Nenda mpambanaji, nenda jasiri, lakini nenda kijana pekee uliyepambana kuwageuza maadui kuwa marafiki kwa wakati mmoja. Mnamo tarehe 1 Oktoba mwaka 1985 katika mtaa wa Airport mkoani Dodoma, zilisikika ngoma zikipigwa, vibwebwe vikafungwa. Kumbe ilikuwa ni ishara ya kuzaliwa mtoto wa pili wa Mathias na mama Mariamu Matebe, aliyefahamika kwa jina la Emmanuel Mathias, lakini baadaye ulimwengu wa vipaji ulimtambua kama MC Pilipili. Unajua watoto hapo, watoto wa view nakwambia wanaenda hivi, unaangalia una feel. Ile namba wadada si wanatoa tu, wanaangalia aina gani ya gari ulilo nalo. Serious, unaona wasichana wanacheka hapo, wanaelewa. Utoto wake, MC Pilipili alikuwa ni kijana mcheshi, mchangamfu, lakini ni kijana alijihusisha na vipaji kadhaa kama vile uchoraji, uimbaji, kucheza muziki na hata kutamani kuwa mwandishi wa habari pamoja na mchungaji. Marehemu Emmanuel Mathias maarufu kama MC Pilipili amekuwa kiungo kikubwa kwenye ulimwengu wa tasnia ya comedy Tanzania, kwani hata akiwa mdogo alionekana ni kijana mwenye kipaji kikubwa na cha kipekee. Marehemu MC Pilipili alifanya mambo makubwa kupitia tasnia ya ucheshi Tanzania. Maono yake na namna ya kutafsiri changamoto kwa fursa, hicho ndo kitu pekee kilimfanya kuwa tofauti, huku akiwa ni miongoni mwa wachekeshaji wakubwa waliogeuza jukwaa la ucheshi kuwa biashara. Kiatu cha dhahabu actually kwa mimi, yani kwenye mambo ya kiroho, na tunasema na nakiona ni kama fimbo ile ya Musa, kwamba kwa kutumia fimbo iliwatoa wana wa Israeli, lakini pia yale mawe matano ambayo ni mawe matano pia yaliweza kumfanya Daudi aweze kumpiga Goliati. Umeona kwamba katika maisha nimeona Mungu anaweza akavitumia vitu ambavyo unavidharau, vitu ambavyo unaviona ni vya kawaida. Na Mungu amekuwa na kawaida hiyo ili awaibishe watu wenye nguvu. Na ndio maana Mungu anaweza hata kawainua watu ambao hujawategemea, watu ambao hawana elimu kubwa, watu ambao si wasomi kama wewe, wakusaidia na wakatoka. Lakini vipi tuendelee kuitamani kesho yetu iliyo njema ilhali leo yetu imeishia chukwani? Ama kweli siku zote mcheza hawi kiwete, ngoma yahitaji matao. MC Pilipili hajawahi kuishiwa, kwani kipaji chake kingine kilitambuliwa mapema miaka kadhaa iliyopita, akitunukiwa cheti cha mtoto wa nuru kupitia kanisa la Baptist Bible Church. Emmanuel Mathias maarufu kama MC Pilipili, kipaji chake kilionekana pia tangu alipokuwa shule ya msingi, na hata alipofika kwenye elimu ya sekondari mwalimu wake alimweka theater arts, yani sanaa ya majukwani, huku akimshawishi achague somo hilo. Hapo ndipo MC Pilipili alianza safari yake ya kweli ya uchekeshaji na ushereheshaji kupitia matukio madogo ya birthday, vipaimara, harusi, makongamano pamoja na shughuli nyingi mbalimbali za viongozi wa kitaifa. Na baada ya hapo
ndipo kipaji chake kikaanza kumeke headline na kuweza kuandika kwenye majarida pamoja na vitabu mbalimbali kutokana na kipaji chake alichopewa na Mungu. Lakini baada ya kuhitimu mafunzo ya ualimu mwaka 2009, MC Pilipili alikumbana na changamoto za kifamilia mara baada ya kumpoteza baba yake mzazi, huku MC Pilipili akaachwa na familia kuendeleza maisha yao akiwa kama ni kiongozi wa familia. Kutoka mkoani Dodoma mpaka Dar es Salaam, Kenya, Uganda, Rwanda, Afrika Kusini pamoja na mataifa mbalimbali alizowahi kupita, MC Pilipili alisimama kama kielelezo cha vipaji vinavyoweza kuleta mabadiliko kwa taifa, akifundisha na kuhamasisha wenzake pamoja na mashabiki wake. Mnamo miaka kadhaa iliyopita, MC Pilipili aliitwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila kusahau makanisa pamoja na jukwaa la kimataifa, akithibitisha kuwa sherehe ni MC. Ndugu zangu mlihudhuria katika msiba huu, hakika hakuna kingine cha kufanya zaidi ya kumwombea ndugu yetu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Leo hatulii kwa sababu umeondoka, ila tunalia ni kwa sababu hatutakuona tena kwenye mboni zote za macho. Nenda MC Pilipili. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Makala hii imeandaliwa na kusimamiwa vizuri na MC Luvanda Mopao, MC Garabi, MC Eric Mchome, MC Jerry Event pamoja na MC Mwangate the Great. Na sauti hii yenye mamlaka na nguvu imewekwa na kijana mmoja mashuhuri kutoka nchini Tanzania. Jina langu anaitwa Nteze. Kwaheri.